relationship yao. Morris Abraham mmoja kati ya vijana ambao wameshazungumzwa vizuri sana kwamba wana kipaji cha kipekee, na wengine sababu na huyu kijana inabidi aendelee kutunzwa kutokana na kile ambacho anakionyesha. Upekee wake hii leo Azam Rams, kutokana na hizi sifa ambazo zimeendelea ndani ya kikosi cha Simba, umekuwa ni upi hasa alipoingia kwenye kipindi cha pili na alichukua nafasi ya Neo Maema ambaye kwa kiwango kikubwa pia unaweza kusema kwa dakika ambazo alizicheza na alikuwa na nafasi yake, lakini kwa kile ambacho amekionesha Morris Abraham, unaweza kusema kwa nini mwalimu labda hakuanza naye? Nafikiri mwalimu alifanya consideration ya vitu vingi. Kwa nini ya kuanza naye kwenye mchezo? Huenda alitaka kumtumia kama plan B kwenye mchezo, kwa sababu siku zote kwenye mchezo wa mpira wa miguu mwalimu anakuwa na game plan. Nitaingia na 11 wa kwanza namna hii, kama itashindikana nitaenda kufanya kitu kingine. Na hapa ndo unakuja kusifu ubongo wa makocha wengi, huwa wanaelewa nini kuhusiana na mchezo wa mpira wa miguu. Pale kwenye game understanding, kocha ameona nini na anataka kubadilisha kitu gani. Alishayaona madhaifu ya mpinzani yako sehemu gani, atamhitaji mchezaji wa aina gani ili aweze kwenda kuyatatua au kwenda kuyaumiza yale madhaifu ya mpinzani ili aweze kupata matokeo ya ushindi. Ndio alichokifanya kocha Dimitar. Unaangalia namna ambavyo alikuwa anacheza mwanzoni, nilizungumza kipindi cha kwanza kwamba inaonekana Simba wanacheza na double number 10 kwa maana ya namba 10 wawili. Huku pia winga mmoja ambaye alikuwa ni Joshua Mutale Budo, ile namba yake alikuwa anacheza kama namba ambayo ni fake. Achezi sana pembeni, naye anaingia katikati ya kiwanja kupokea mipira ambayo ilikuwa inatoka kwa Nabi Kamara. Alivyoingia mwalimu alifanya mabadiliko, unazungumza katika vitu viwili. Baada ya kubaini udhaifu wa Ansingizin Hotspurs, amefanya technical switch, alafu akaenda kufanya na tactical switch. Technical switch ni kuwatoa wachezaji ambao alianza nao kiwanjani, akaenda kuleta wachezaji ambao wana sifa tofauti za kiuchezaji. Utaangalia kuanzia kwa mshambuliaji alianza Selemani Mwalimu Gomez, alitoka akaingia Jonathan Soa, lakini kaenda kumtoa Neo Maema, kaenda kumleta Morris Abraham, kaenda kumtoa Joshua Mutale Budo, kamleta Yusuf Kagoma. Hii ilikuwa inakuonyesha nini? Alihitaji kwanza kuifunga mechi, kwa sababu tayari alikuwa na uongozi wa bao moja, kutoka kucheza na kiungo mmoja wa chini ambaye alikuwa ni Nabi Kamara, aanze kucheza na viungo wawili wa chini ambaye ni Nabi Kamara na Yusuf Kagoma kwenye muundo wa 4-2 kwa maana ya double pivot. Wale viungo wa ulinzi wawili watakuwa wanailinda back four yake, lakini pia wanamsaidia kiungo ambaye atakuwa juu yao kwa ajili ya kuweza kuirudisha mipira kwenye miguu yake haraka sana. Ndio kitu ambacho kimefanyika. Ukiangalia msingi wa bao la tatu ambao ukafunga Kibu Denis, ni mpira ambao umetoka kwenye mguso wa kwanza kutoka kwa Yusuf Kagoma, ndo kaenda kwenye miguu ya Morris Abraham. Utofauti wa Morris Abraham ambao kauleta kiwanjani tunasema ni ile fluidity. Kwa sababu umeita hapo? Naam? Umesema ameleta nini? Ameleta kitu ambacho tunasema ni fluidity, kwa tafsiri isiyo rasmi ya Kiswahili, mtiririko mzuri wa kimpira. Kwa sababu waliokuepo mwanzo walikuwa na mtiririko, lakini mtiririko wao ulikuwa una kona nyingi. Tunasema kudrei kwa matukio, kwa maana ya uelewa wa nafasi na muda. Ni muda gani niuachie mpira na ni kwenye nafasi gani niweze kuachia mpira. Zilikuwepo 1-2 nyingi kwenye kipindi cha kwanza baina ya Joshua Mutale na Jean Sharea na Neo Maema. Wote walikuwa wanafanya combination play, kitu ambacho hakikuwasaidia kwa kiasi kikubwa, kwa sababu Simba ameenda kufunga goli la set play ambao ilikuwa ni mpira wa kona. Lakini unaangalia magoli mawili ambayo yamefungwa kipindi cha pili, wamefunga kwenye open play ambayo yanatokana na build up ambao Simba walikuwa wanaianzisha wao wenyewe. Goli la kwanza walipoka mpira, lakini goli la pili ambalo wamefunga ambao ni goli la tatu, Simba wao wameanzisha mpira kutoka kwenye box lao, kwa sababu Yusuf Kagoma amekuja kupoka ule mpira ukiwa kwenye box la Simba, ndo akaugusa mguso wa kwanza kuelekea kwa Morris Abraham ambaye yeye aliusafirisha kwa haraka zaidi. Na hapo unaelewa ubongo wa Morris Abraham unaweza kuskani eneo kubwa, na hapa ndo unaanza kupima tunasema madaraja ya uelewa wa mpira kwenye upande wa muda na nafasi. Ndo unasikia Gilbert Johannes IQ yake ya mpira ni kubwa, IQ ya Lamse ni ndogo au ni ya kawaida, kwa maana una utambuzi wa namna gani kwenye matukio pale ambapo unakuwa una mpira na pale ambapo unakuwa una mpira. Sayansi inasema kwamba wachezaji ambao wanatumia mguu wa kushoto, wao wakiwa na mpira huwa wanatumia sekunde 6 kuwaza ni kitu gani wakifanya, lakini wale ambao wanatumia miguu ya kulia wao wanatumia kuanzia sekunde 8 kwenda juu. Yani ni kati ya sekunde 10 mpaka sekunde 8 ili wawaze kitu gani wakifanya.
kabla hawajaupokea mpira na pale ambapo wanakuwa nao, lakini anayetumia mguu wa kushoto ni kati ya sekunde 4 mpaka sekunde 6 hajaupokea mpira, na akishaupokea anakuwa anajua kitu gani akifanye. Morris Abraham ni mmoja wa wachezaji ambao wanatumia mguu wa kushoto. Ukiangalia namna ambavyo ameureceive mpira kabla hajaupokea ule mpira, alikuwa alishajua aupeleke sehemu gani, ndio maana mpira kwa kwenye miguu yake haujamaliza hata hizo sekunde 5. Kati ya sekunde 3 mpaka sekunde 4 ule mpira umeingia mguuni kwake na kauachia hapo hapo. Pasi ndefu ambayo imevunja mistari miwili ya ulinzi, kwa maana ya mstari wa kiungo mpaka mstari wa ulinzi wa mwisho ambao ni mstari wa mabeki, akaenda kukutana nao Kibu Denis kwenye njia, akaenda kufunga goli ambalo unaweza kusema ni semi tap win. Hajapiga shuti kubwa, ameenda kuuchopa ule mpira na mguso wa Kibu Denis kaugusa mara moja, mara ya pili anaweka kambani. Hii inakuonyesha ni namna gani Morris alishaiona hiyo nafasi ambayo iko wazi nyuma ya migongo ya viungo wa Nsingizini Hotspurs, mabegani mwa walinzi wa Nsingizini Hotspurs. Akajua mpira ukipita katika sehemu fulani, Kibu Denis alikosimama, makadirio ambayo tunasema anticipation, anaweza kuufikia ule mpira kiwepesi kuliko ile mipira ambayo mwanzoni aliutenga mpira mmoja Jean Shalea wa kuelekea kwa Selemani Gomez mwalimu. Selemani akashindwa kuufikia ule mpira kwa maana hawakuwa na makadirio sahihi kwa kipindi cha kwanza, kitu ambacho kimekuja kuongezeka kipindi cha pili baada ya Morris Abraham na wenzake kuingia kwenye kikosi cha Simba. Lakini unakuja kuangalia kitu kingine ambacho Simba kimeongezeka baada ya hii technical na tactical switch ambao kaifanya mwalimu Dimitar Pantev, namna Simba ambavyo wamekuwa na udhibiti wa mchezo, kwa maana ya kuutawala mchezo kwa kiasi kikubwa kwenye eneo la midfield. Kipindi cha kwanza umiliki wa mchezo ulikuwa umepishana kidogo baina ya Nsingizini Hotspurs dhidi ya Simba Sports Club, lakini kipindi cha pili unaona Simba kwa kiasi kikubwa wameweza kuiboss match, wameimiliki wao wenyewe, walikuwa na uwezo wa kufanya chochote kile ambacho wanakitaka. Nsingizini Hotspurs alikuwa anasubiria zile moments za kimpira basically ambazo huwa zinatokea tu, hata ucheze na Real Madrid na Kiruvia United, Kiruvia lazima watafika tu kwenye goli la Real Madrid, ndio Nsingizini walichokuwa nakisubiria. Lakini katika mazingira mengi kiufundi, kimuundo, kwa mtiririko, kiuchezaji na kwa uwezo wa mchezaji mmoja mmoja kwenye kikosi cha Simba, inaonekana mwalimu alikuwa na muundo mzuri wa kiuchezaji, kitu ambacho pia hujaona Simba wakishambuliwa mara nyingi kupita katikati ya kiwanja, kwa maana kazi aliyokuwa naifanya Nabi Kamara na alipokuja kuongezeka Yusuf Kagoma ilikuwa ni kazi kubwa kuweza kuwasaidia kuwapunguzia mipira mingi ya kwenda kukaba center back wale wawili Rushaine Delok, Wilson Nangu kabla hajaumia, baada ya kuumia ameingia Shamuka Labwa, walikuwa nakaba mipira mingi ambayo ilikuwa inatokea pembeni ya kiwanja, sio mbele ya macho yao, kwa maana ya kupita pale katikati ya kiwanja. Lakini mabadiliko mengine kabla ya kuendelea hapo, ndugu yangu Azim Rams, maana najua wewe ukikuachia hapa unaweza ukamaliza yote. Alishamia mabadiliko mengine chanya ambayo nisijamuuliza hapo, nilimuuliza mmoja akataka kuongeza mwingine. Sasa hapa ndio safari ikianza moja nyingine, na sisi tunajua kwamba watu wenye upara wana busara, kwa tumia busara zako kidogo hapo. Nitarejea kwako na swali muhimu ambalo nitahitaji kujua kutoka kwako, nafasi ya Kibu Denis hii leo, namna ambavyo amecheza. Goli la pili ambalo alifunga, ambayo kwake ilikuwa ndio goli la kwanza kwenye mchezo, ndio alifunga akiwa katikati. Goli la tatu ambalo alifunga ambao kwake ilikuwa ni goli la pili, amefunga akitokea upande wa kulia. So nitataka uje unielezee pengine muundo hasa kwenye eneo la safu ya ushambuliaji wa Simba kwenye eneo hilo, na ukiangalia kwenye eneo hilo pengine unaweza kumtegemea kumuona Jonathan Soa ambaye ulikuwa umuoni akiwa kama pengine anakaa kama mshambuliaji ambaye anasimama moja kwa moja. Kuna maeneo mengi alikuwa anatokea pembeni, katikati mwa uwanja unaweza kumuona. Ndio kutuelezea kwa upana kitu gani ambacho mwalimu alifanya katika eneo hilo la ushambuliaji. Sama Mwigia, kuna kitu ambacho kimezungumzwa pamoja na huu ushindi wa Simba ambao wamepata magoli 3 kwa 0, lakini kitu muhimu zaidi watu walikuwa na wasiwasi kwamba sasa Musa Kamara yupo, itakuwaje kwenye eneo hasa la mlinda mlango, nini ambacho kitatokea. Performance moja kwa moja ya Yakub Suleiman kwa ujumla wake umeiona kwa namna gani? Anaweza kumtikisa Musa Kamara pengine huko aliko kwa kiwango ambacho amekionyesha leo akianza? Anaweza kumtikisa moja kwa moja, kwa sababu ukiangalia
tangu aingie Simba amekuwa hajapata nafasi kwa muda mrefu, lakini amepata nafasi leo hii katika mashindano makubwa ambayo ni ya CAF. Amefanya performance nzuri kwa sababu hajaruhusu goli hata moja, lakini licha ya hivyo kutoruhusu goli, kulikuwa kuna mashambulizi ambayo Nsingizini Hotspurs walikuwa wanayafanya, lakini alikuwa na timing nzuri ya kutoka na kwenda kusave baadhi ya hiyo mipira. Lakini kitu kingine kizuri, unaona Yakub Suleiman anaonekana kwenye footwork yake bado haipo vizuri kwenda kuanzisha build up kuanzia chini. Lakini kwa mchezo wa leo naona alikuwa anapiga mpira na mabeki wake wanapasiana kupeleka mashambulizi mbele. Kwa hiyo taratibu anaenda kuendana na falsafa ya Simba, ambapo wao huwa wanaanzisha build up kutokea nini kwa goalkeeper wao. Kwa hiyo performance yake ni nzuri na anaweza akaenda akamchallenge mchezaji huyo, kwa sababu kuna vitu ambavyo vinamfanya mchezaji aingie kwenye mfumo moja kwa moja. Kwa mfano, naona hiyo performance akionyesha katika uwanja wa mazoezi, lakini labda ikitokea majeruhi ndio hivyo amepata nafasi. Kwa hiyo ni muendelezo tu ambao anaufanya. Lakini kitu kingine kizuri, nafikiri mwalimu Dimitar Pantev alikuwa ameenda kuangalia maybe kwenye eneo zima la center back. Ukiangalia Wilson Nangu na huyu Yakub Suleiman wametoka katika timu moja ambayo ni JKT Tanzania. Kwa hiyo hata kwa mchezo wa leo haikuwa ngumu sana kwake yeye Wilson Nangu pamoja na Yakub Suleiman, kwa sababu amezoeana kwa muda mrefu, amecheza kule katika JKT Tanzania kwa msimu mzima. Kwa hiyo kwa performance ambayo ameonyesha leo, moja kwa moja katika mchezo hata unaofuata, endapo Musa Kamara hajapata atakuwa bado hajapona, moja kwa moja utaona nafasi yake bado ipo pale pale, au hata kama akiwa ameshapona, kwa sababu ameshasoma Nsingizini Hotspurs, amewajua vizuri udhaifu, kwa sababu goalkeeper ndiye mtu anaona mapana ya uwanja. Kwa moja kwa moja naona anaweza akaenda akamchallenge, kwa sababu unakumbuka Aish Manula alivyokuwa amepata majeraha, goalkeeper ambaye alikuja pale akaenda akaclick na akapata nafasi, ndio jambo ambalo likamfanya Aish Manula akakaa bench kwa muda mrefu mpaka akawa ameondoka katika klabu ya Simba. Kwa hiyo Yakub Suleiman ana kazi ya kufanya zaidi ili amridhishe sasa mwalimu, na kwa sababu mwalimu mwenyewe ni mpya, mchezaji ambaye atafanya vizuri katika uwanja wa mazoezi ndiye atakayempa nafasi, na sio kwenye eneo hilo tu, hata kwenye maeneo mengine ya uwanja, kwa sababu mwalimu mpya anavyokuja atatamani kila mchezaji amuone ni mchezaji wa aina gani, ndipo ampe nafasi. Kwa hiyo kila mchezaji pale Simba na nafasi ya kuonesha kitu alichonacho. Yakub Suleiman, pamoja na yote ambayo Salama Mwingi ameyazungumza, lakini hajaacha kugusia kwamba kuna baadhi ya vitu ambavyo tunataka tukizungumza anapaswa kuboresha zaidi. Leo kuna mpira ile back pass ambayo yarudishiwa, na ni hamna tu umakini wa mchezaji wa Nsingizini. Hakuwa makini, yani hakutegemea au kutarajia, lakini kwa daraja lake lile kosa lingekuwa pengine kosa ambalo singelala usingizi, hasa ukiona zitumikia timu hizi kubwa za Simba na Yanga. Ukiruhusu goli kwenye mazingira ya namna ile, inaweza ikawa ni kitu kizito sana. Kwa moja kati ya kitu ambacho kinaelezwa zaidi ni kwamba kuongeza pengine ile hali ya kujiamini katika eneo lake, lakini vile vile swala zima la footwork. Sasa hii footwork inafundishwa au ndio mtu kama unao udhaifu inabidi Simba waanze kuangalia sasa, bwana, wa nyakati gani ambazo inabidi tu tunarudisha mpira kwa sababu ni kitu ambacho kimejirudia zaidi ya mara moja au mara mbili. Kwa hapa ni anapaswa kufundishwa. Inafundishika. Kwa sababu naye kuna muda Aisha alikuwa ni mbovu sana mguuni katika kupiga pasi. Lakini sasa hivi tukiwataja moja ya magolikipa ambao wana uwezo mzuri wa kupiga pasi, tena sio pasi ya mguu mmoja, pasi ya miguu yote miwili, kulia na kushoto, na pasi ya aina zote, Aish Manula anaweza kupiga vizuri. Hajafika kwenye daraja la Kamara na Djigui Diarra, lakini ukiwatoa hao wawili, Aish Manula wenda ndio golikipa ambaye anafuata kwa kupiga pasi vizuri ambazo zimenyoka. Tunasema ile wall pass ambayo inapigwa ni pasi ya mbele, pasi vibao. Unaona, anaweza akapiga back curl vizuri, kwa maana ya pasi za kupiga zile diagonal pass ambazo ni pasi mishazali, anaweza akapiga kila aina ya pasi sasa hivi Aish Manula, tena kwa miguu yake yote miwili, kama ambavyo wanafanya Djigui Diarra na Musa Kamara. Swala la passing, ujue ni kipengele ambacho wachezaji wao wanafundishwa. Sasa inakuwa ni changamoto kama tayari unakuwa ushalivuka hilo daraja na haupo tayari kujifunza. Kiufundi ujue kila mchezaji ana kipaji. Yani hapo ulipo Gilbert Johannes na msikilizaji, yote yule ana kipaji cha kucheza mpira. Yoyote yule ana kipaji cha kucheza mpira. Unahitaji kuendelezwa katika misingi. Ukikuzwa kwenye ile misingi, ukikaongezeka na kile kipaji, ndo unaenda kuwa mchezaji wa daraja fulani.
Kwa hiyo ndio maana unakuta kuna vijana ambao wanacheza mpira mtaani, lakini kwa sababu hawapiti katika ule mnyororo wa maelekezo ambao ni sahihi, kitu ambacho kinawapelekea wao wanakuwa wanagota sehemu fulani, anaweza kufanya kitu kimoja au vitu viwili kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Kwa swala la passing katika upande wa mpira wa miguu ni jambo ambalo linafundishwa. Swala la control ni jambo ambalo linafundishwa. Inategemea uwezo wako sasa wa utambuzi wa kuweza kushika yale maelekezo, unashika kwa namna gani. Ukienda katika viwanja vya mazoezi, hasa katika hizi timu ambazo zinaendelea, tunasema hizi